Kutoka katika taifa la Tunisia, hali ya uwanja iko vyema kweli kweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Esperance de Tunis dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba. Ni mchezo wa mkondo wa tatu baada ya michezo miwili hatua ya makundi kufanyika ama kuchezwa, na huu ni mchezo wa tatu baada ya michezo miwili kwa upande wa Simba kutoka bila kupata ushindi wala sare. Lakini pia kwa upande wa Esperance de Tunis, michezo miwili iliyopita yeye akiweza kutoa sare kwa michezo hiyo, minajili ya kwamba Esperance de Tunis yeye akiwa na pointi mbili, huku klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wana lunyasi Simba Sports Club wao hawana pointi hata moja. Lakini hali ya uwanja iko vizuri kweli kweli. Jana Simba waliweza kufanya maandalizi yao ya mwisho kuelekea katika mchezo wa hii leo, taarifa zikieleza kwamba jana Simba walikatazwa kucheza ama kufanya mazoezi katika uwanja husika, uwanja ambao unaotarajiwa hii leo kwenda kuchezwa katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa zilizokuwa zikijiri huku zikieleza kwamba Simba wamekatazwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao watakaoenda kucheza mechi, kwa sababu zilizoweza kuainishwa kwamba uwanja upo katika hali tete, kwa maana kwamba uwanja ulikuwa katika hali sio nzuri, na kumbuka kwamba siku mbili zilizopita uwanja huo ulichezwa ama ulitumika kwa mchezo wa mechi ya dabi hapa nchini Tunisia. Kwa hiyo kama Simba jana wangeendelea kufanya mazoezi yao ya mwisho katika uwanja husika, basi uwanja huo hali yake ingezidi kwa mbaya kweli kweli. Lakini pia hali ya hewa siku mbili hizi mpaka kufikia jana kulikuwa na hali ya mvua, kwa hiyo uwanja ni kama vile umeharibika hivi fulani. Kwa hiyo kama Simba nao pia wangefanya mazoezi pale, Esperance de Tunis nao pia wangefanya mazoezi pale, uwanja ungekuwa katika hali ambayo sio nzuri kweli kweli. Simba wakalazimika kufanya mazoezi katika uwanja ambao uko pembezoni na ule uwanja wa mechi ambayo itakayochezwa siku ya hii leo. Lakini kubwa, Simba maandalizi yameenda vizuri kweli kweli. Kocha msaidizi Christopher Begam pamoja na kocha Seleman Matola Veron pamoja na kocha Steve Baka, wote wakiendelea kuwaeleza na kuwafanya mazoezi magumu kweli kweli wachezaji ili kuweka vizuri. Kocha fitness Shavi akiendelea kuwapa mazoezi mazuri kweli kweli ili wachezaji ile mentality iwe bora kweli kweli. Kumbuke kwamba mchezo huu ni do or die, na jana tulishuhudia viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huko mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Cletus Magori pamoja na wajumbe mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini pia tulishuhudia mtendaji mkuu wa klabu hiyo CEO Bi Zubeda Sokuru, naye pia akiambatana na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kwa ajili ya kwenda kuwapa hamasa, kwa ajili ya kumotivate wachezaji ili kuona kwamba tuko pamoja. Lakini pia balozi wa Tanzania naye pia alipata bahati ya kuzungumza na wachezaji siku ya jana, na aliweza kuambia kwamba matarajio na matumaini makubwa yapo kwenu, kwani mchezo ambao unahitaji kupata matokeo kwa mazuri zaidi ili mambo yaende kuwa mazuri kweli kweli. Ukiachana na mchezo wa hii leo Januari 24, mchezo wa marudiano, Simba atacheza dhidi ya Esperance de Tunis katika dimba la Benjamin Mkapa kule Dar es Salaam Januari ya 30 ya mwaka 2026. Simba anahitaji zaidi kupata matokeo ya sare ama upata ushindi zaidi ili kuweza kujiweka katika eneo zuri, lakini kama Simba atapoteza katika mchezo hii leo, basi hili nafasi ya kuelekea katika hatua robo finali itakuwa nafasi ambayo haitakuwa na matunda ama haitakuwa na faida yoyote ile. Kama Simba akipoteza katika mchezo huo na michezo yake miwili akishinda, atakuwa na alama 6.
Alama 6 haitaweza kumfanya yeye kwenda katika hatua inayofuata, huku wenzie wao wakijikita vizuri kuwa na alama 5, wengine na alama 4, na huko mambo yangekuwa mabaya zaidi, kwani wao wanaamini kwamba mchezo wa hii leo utakuwa ni mchezo mzuri ili kila mmoja aweze kujiwekea maandalizi kuwa mazuri kweli kweli. Libase Gaye katika uwanja wa mazoezi siku ya jana alionyesha makubwa kweli kweli, akionyesha kufanya mazoezi mazuri kweli kweli. Kiwango chake kimezidi kuwa bora zaidi, kimezidi kuimarika na kimezidi kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Anaitwa Libase Gaye kutoka pale taifa la Senegal. Amekuwa karibu zaidi na Elie Mpanzu Kibisawala, huku akijaribu kushirikiana mambo kadha wa kadha katika uwanja wa mazoezi. Uchezaji wa Libase katika uwanja wa mazoezi, mikimbio yake, tachi yake, anaonekana ni mchezaji mzuri kweli kweli. Anaonekana ni mchezaji ambaye ametokea kwenye ile mifumo ya academy. Lakini wachezaji wapya wa 4 mpaka kufikia wachezaji watatu siku ya jana waliweza kuwasili kambini ili kuja kuwapa motisha wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Jana tuliweza kumshuhudia anaitwa Alain Aniseti Oura kutoka pale taifa la Ivory Coast. Huyu ni mmoja kati ya viungo wa shambuliaji kutoka pale taifa la Ivory Coast. Aliwahi kuitumikia klabu ya ASEC Mimosas pale nchini Ivory Coast. Aliwahi kuwa mmoja kati ya vijana waliochukua. Amekuwa na mpango mkakati kweli kweli kwa kocha Steve Barker kuweza kumpa maandalizi ama kuweza kumpa mafunzo na kuweza kumpa majukumu mazito kweli kweli kwa Chota Clatous Chama. Kwenye mfumo wa jana, kipindi Simba wanafanya mazoezi yao ya mwisho katika uwanja wa mazoezi, kocha Steve Barker alionyesha kwamba mipango yake yote itaanzia kwa Chota Clatous Chama, kwa maana kwamba Chota Clatous Chama ndiye ambaye mbeba ramani, mbeba dira ya kuelekea katika mchezo wa hii leo. Moja kati ya plani, moja kati ya mbinu zote zinaanzia kwa Chota Clatous Chama, ambaye pia anakuwepo katika mchezo wa hii leo kama mchezaji kinara, mchezaji kiongozi, mchezaji dira kuelekea katika mchezo wa leo ligi ya mabingwa barani Afrika. Tusubiri na tungoje kuona nini ambacho kitakachoenda kutokea. Chota Clatous Chama mwenyewe yuko vizuri kweli kweli, yuko wa moto kweli kweli katika uwanja wa mazoezi. Ameonekana kuwa na kiwango bora, ameonekana kama vile ni mchezaji ambaye ana uhitaji zaidi mchezo wa hii leo, lakini mazingira ya uwanja uko vizuri kweli kweli. Mashabiki wa klabu ya Esperance de Tunis wakiendelea kuchagiza, wakiendelea kutoa maneno mawili matatu, kuendelea kuwapa hamasa, kuendelea kuwapa vikwazo ama vitisho wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba nao pia wamezidi kuimarika na wamezidi kuona kwamba wao si timu ambayo iliyokuwa ikikubali kusikiliza mambo ya nje ya uwanja. Lakini kubwa ni mchezo ambao umebeba hisia kubwa kweli kweli, kwani hata kocha mwenyewe, kocha wa Esperance de Tunis, amekuwa ni kocha ambaye mwenye uhofu, mwenye utulivu wa hali ya juu, kwani akijaribu kuwatazama Simba ni kama vile anashindwa kuelewa, kwani maingizo mapya ya klabu ya hawa wachezaji wapya kwenye klabu hiyo ya Simba bado hajaweza kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi. Kwa kuingiza kwa wachezaji wapya kwenye kikosi hiko cha Simba, hiyo pia kocha wa Esperance de Tunis amekuwa kama vile na kazi ngumu kweli kweli, kwani hawa wachezaji wapya walioingia kwa hivi sasa wanahitaji kuweza kutazama kwa zaidi ili aweze kuwasoma kocha huyu, lakini hakupata bahati ya kujaribu kuwatazama hao. Labda aliweza kuwatazama katika vilabu vingine ambavyo walivyokuwa wametoka, lakini mfumo mchezo dhidi ya Mtibwa, kocha wachezaji hawa wapya walikuwa hawapo. Kwa hiyo kocha wa Esperance ana kazi kubwa kweli kweli, kama vile anaenda kucheza na timu ambayo hajui kwamba ni timu inacheza katika mfumo wa aina gani. Lakini mfumo wa kocha Steve Barker ni kocha ambaye anaamini zaidi mfumo wa direct football. Anapenda sana ile mpira ya kwenda kushambulia kwa haraka zaidi. Ukijaribu kumtazama Libase Gaye, ukijaribu kumtazama Elie Mpanzu, ukijaribu kumtazama Chota Clatous Chama katika eneo la katikati, mbele pale kuna Jonas Sanson
kumtoa nyuma hapa Nabi Kamara, yeye ambaye atakayeweza kuhold ama ku central midfielder atakiwa pale kama namba 8, lakini pia chini kabisa hapa Yusuf Ali Kagoma, kwa maana kwamba ataenda kuhold katika ile mipira ya eneo la chini hapa. Upande wa 4 na 5 namuona pale Rushaine The Rock pamoja na Ismail Oliver Ture. Upande wa kushoto huko namuona Dickson Kibabage, lakini pia Shomari Kapombe atasimama katika eneo hilo la fullback namba 2. Flanks ya kulia na flanks ya kushoto yuko pale Eli Mpanzu, Kibisa Wala pamoja na Libase Gaya. 10 hapa yuko Chota Clatous Chama. 9 pale yuko Jonathan Soa. Hiko ndio kikosi ambacho hii leo kitenda kumnyamazisha Esperance de Tunis, kwani ni kikosi ambacho kikosi kazi kweli kweli. Golini pale kuna milingoti mitatu yuko mtu anaitwa Kalisa, ni moja kati ya usajili bora kweli kweli Simba waliweza kufanikisha kutoka kule taifa la Niger kuelekea katika mchezo wa hii leo. Taarifa zikieleza kwamba jana Simba walikatazwa kucheza ama kufanya mazoezi katika uwanja husika, uwanja ambao unaotarajiwa hii leo kwenda kuchezwa katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa zilizokuwa zikijiri huku zikieleza kwamba Simba wamekatazwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao watakoenda kucheza mechi, kwa sababu zilizoweza kuainishwa kwamba uwanja upo katika hali tete, kwa maana kwamba uwanja ulikuwa katika hali sio nzuri, na kumbuke kwamba siku 2 zilizopita uwanja huo ulichezwa ama ulitumika kwa mchezo wa mechi ya dabi hapa nchini Tunisia. Kwa hiyo kama Simba jana wangeendelea kufanya mazoezi yao ya mwisho katika uwanja husika, basi uwanja huo hali yake ingezidi kwa mbaya kweli kweli. Lakini pia hali ya hewa siku 2 hizi mpaka kufikia jana kulikuwa na hali ya mvua, kwa hiyo uwanja ni kama vile umeharibika hivi fulani. Kwa hiyo kama Simba nao pia wangefanya mazoezi pale, Esperance de Tunis nao pia wangefanya mazoezi pale, uwanja ungekuwa katika hali ambayo sio nzuri kweli kweli. Simba wakalazimika kufanya mazoezi katika uwanja ambao uko pembezoni na ule uwanja wa mechi ambayo itakayochezwa siku ya hii leo. Lakini kubwa, Simba maandalizi yameenda vizuri kweli kweli. Kocha msaidizi Christopher Begam pamoja na kocha Seleman Matola Veron pamoja na kocha Steve Baka, wote wakiendelea kuwaeleza na kuwafanya mazoezi magumu kweli kweli wachezaji ili kuweka vizuri. Kocha Fitness Shavi kiendelea kuwapa mazoezi mazuri kweli kweli ili wachezaji ile mentality iwe bora kweli kweli. Kumbuke kwamba mchezo huu ni do or die, na jana tulishuhudia viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huko mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Clatous Magori pamoja na wajumbe mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tulishuhudia mtendaji mkuu wa klabu hiyo CEO Bi Zubeda Sakuru, na pia akiambatana na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kwenda kuwapa hamasa, kwa ajili ya kumotivate wachezaji ili kuona kwamba tuko pamoja. Lakini pia balozi wa Tanzania naye pia alipata bahati ya kuzungumza na wachezaji siku ya jana, na aliweza kuambia kwamba matarajio na matumaini makubwa yapo kwenu, kwani mchezo ambao unahitaji kupata matokeo kwa mazuri zaidi ili mambo yaende kuwa mazuri kweli kweli. Ukiachana na mchezo wa hii leo Januari 24, mchezo wa marudiano Simba atacheza dhidi ya Esperance de Tunis katika dimba la Benjamin Mkapa kule Dar es Salaam Januari ya 30 ya mwaka 2026. Simba anahitaji zaidi kupata matokeo ya sare ama upata ushindi zaidi ili kuweza kujiweka katika eneo zuri, lakini kama Simba atapoteza katika mchezo hii leo, basi hili nafasi ya kuelekea katika hatua robo finali itakuwa nafasi ambayo haitakuwa na matunda ama haitakuwa na faida yoyote ile. Kama Simba akipoteza katika mchezo huo na michezo yake miwili akishinda, atakuwa na alama 6.
alama 6 haitaweza kumfanya yeye kwenda katika hatua inayofuata, huku wenzie wao wakijikita vizuri kuwa na alama 5, wengine na alama 4, na huku mambo yangekuwa mabaya zaidi, kwani wao wanaamini kwamba mchezo wa hii leo utakuwa ni mchezo mzuri ili kila mmoja aweze kujiwekea maandalizi kuwa mazuri kweli kweli. Libase Gaye katika uwanja wa mazoezi siku ya jana alionyesha makubwa kweli kweli, akionyesha kufanya mazoezi mazuri kweli kweli. Kiwango chake kimezidi kuwa bora zaidi, kimezidi kuimarika na kimezidi kuonesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Anaitwa Libase Gaye kutoka pale taifa la Senegal. Amekuwa karibu zaidi na Elie Mpanzu Kibisawala, huku akijaribu kushirikiana mambo kadha wa kadha katika uwanja wa mazoezi. Uchezaji wa libero ambacho kinachoonekana hapo kutoka katika taifa la Tunisia na mchezo wa ligi ya mabingwa Esperance de Tunis dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kucheza katika mchezo wa leo katika mji wa Tunis. Simba wanaohitaji kweli kweli mchezo wa hii leo, kwani ni mmoja kati ya mchezo ambayo do or die, kwamba ni mchezo wa kuweza kupata mafanikio ama ushindi wa aina yoyote ile. Kwa hiyo ni mchezo ambao wa kupata matokeo kwa kadri vile ambavyo wao watakavyoweza kuona. Kutoka katika dimba ama kutoka katika taifa hili la Tunisia, ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, tukiendelea kukujuza kwa yale ambayo yanayotokea huko katika taifa hili na mambo ambayo yanayoendelea kutokea asubuhi ya hii leo. Hali ya uwanja iko vizuri na sisi tutaendelea kukujuza kwa yale ambayo usiyoweza kujua. Tembelea pale kwenye kurasa yetu ya YouTube, subscribe ili mambo yaende kwa vizuri kweli kweli. Andika Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com.